Baba, tunakushukuru. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme. Asante kwa rehema zako juu ya Tanzania. Asante kwa rehema zako juu ya nchi yetu. Libasatarabazutekenemezikatakapaka pakasugebrenosharabazikatakalagai rebasukatakamandoligadaраbaseteketekirabaragasta pakashatakabakanosoko-paragalaganea libalagamanduzekinamasikatakaahashta makasuka parakateke basia lekozoko pakana masikata kapaka pakanto seke beligomana hazedegira rabashata kapaka la konteke liga la balagando rokrosto paragasto makasikataka shandeliga mahasto paranasta karadaha labahuke negida barahase ekasukata kamando liga bahasto kodika tekea shadon paragida baragasto koria koninga mahaza taka. Sante kwa rehema zako Bwana, sante kwa ile watu wa Tanzania shatozeke beligo barahando rakatakaba makozeke degelege balagaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Sante kwa wema wako, sante kwa nafasi hii. Tunalitukuza jina lako Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Watu wote waseme amen. Alojakaa kisha nasalimia watu 4 5. Watakie heri ya mwaka mpya 2026. Kwa furaha, usikunje uso, utawatisha watu. Haleluya. Tunamshukuru Mungu, tumeingia 2026. Tunalitukuza jina la Bwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Bwana imetuvusha. Neema ya Bwana imetuhifadhi. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Na kama ambavyo Jumapili iliyopita nilikwambia, kisha unafanya mambo haya kabla ya kuingia mwaka mpya. Naamini ulifanya, ulijitia nia kukaa na Bwana. Na leo nataka nikwambie mambo kadhaa ambayo ulikuwa uyafanye Januari hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kwanza nayo Januari hii. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa sababu mara zote kuna namna ambayo inatakwa kwetu sisi na Mungu na huu ulimwengu tulionao, na lazima tuende nayo kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muda kama huu katika ulimwengu wa roho, shughuli mbalimbali zinaendelea, shughuli nyingi zinaendelea. Malaika wako busy sana kuwahudumia watakatifu na kuhudumu kwa ajili yao, sawa sawa na mapenzi ya Baba. Lakini na mapepo nayo yako kazini kuharibu maisha ya watu, wako kazini kushughulika na maisha ya watu. Sasa kama wana wa Mungu, tuna namna ambayo tunapaswa kuwa nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nilianza kuambia watu kwamba mwaka kama mwaka ni miezi tu imebadilika, lakini kile ulichosikia kwa Bwana na unachoingia nacho kwa mwaka ndio kitaleta tofauti hasa katika mwaka husika. Ndio maana Mungu huwa anatupa neno ambalo tunaingia nalo, na hilo neno tunalisimamia
kuhakikisha linatimia katika maisha yetu, kwa sababu tusipolisimamia halitotimia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Ukisoma Biblia utagundua Biblia inasema kila mwanzo wa mwaka wafalme walikuwa wanatoka kwenda kupigana vita. Tuanze kusoma Samueli wa pili sura ile ya 11 mstari ule wa kwanza, tukianzia Samueli wa pili 11 mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu inasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya. Tusomee hapo. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amon, wakauhusuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kila mwenye Biblia na asome pamoja nami, tusome wote kwa pamoja. Anasema hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakaangamiza wana wa Amoni, wakauhusuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Kwa mwanzo wa mwaka ilijulikana ni wakati wa wafalme kwenda kupigana vita. Kama wafalme walielewa, siku zinazofuata katika mwaka zitategemeana hasa ni kwa namna gani walianza, ni nini walikifanya, ni mambo gani walishughulika nayo. Kama utakuwa ni mwaka wa amani, kama utakuwa ni mwaka wa vita, itajulikana. Lakini mwanzoni ni lazima walete utisho wa namna fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anasema mwanzoni mwa mwaka, wakati wafalme walipotoka kwenda vitani. Lakini sio hivyo tu, tunaona hapa Daudi naye akapeleka Yoabu na watumishi pamoja naye na Israeli wote. Kwa hiyo Daudi naye akalipeleka jeshi. Lakini tunakuja kugundua ya kwamba Daudi hakwenda vitani. Sema, Daudi hakwenda vitani. Daudi hakwenda vitani. Wafalme wote walikuwa wameenda vitani. Wafalme wote walikuwa wako katika vita. Lakini Daudi alibaki nyumbani anastarehe. Na kama ni msomaji wa Biblia utaelewa hili ndilo kosa kubwa alilowahi kulifanya Daudi. Kwa sababu baada ya hapo ndio habari za Bathsheba zinaanza. Baada ya hapo ndio anamuua Uria na mambo mengineyo yanafuata. Lakini chanzo kikubwa ni kwamba Daudi hakuwepo sehemu alikuwa anatakiwa kuwepo kulingana na wakati husika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri eh? Amen. Wakati wafalme wengine wote wako vitani, Daudi akabaki nyumbani. Wakati watu wote wako kuomba, wako kutamka, wako kukiri kwa ajili ya mwaka huu, usibakie huko uliko. Amen. Amen. Unanisikia vizuri eh? Hallelujah. Kuna watu wengine huu ndio wakati wa kuangalia, labda walikesha wanaangalia TV. Wengine walikuwa baa, wengine walikuwa wapi. Lakini matokeo yake yatadhihirika katika mwaka unaoendelea, na kuna mengineyo yatadumu milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua Biblia inamwita Daudi mtumishi mwaminifu wa Mungu. Hakumkosa Mungu isipokuwa kwa kosa moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hilo kosa lilianza hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya. Mwambie jirani yako, una kazi ya kufanya. Una kazi ya kufanya. Mwaka tumeupokea, Mwaka tumeupokea, lakini una shughuli ya kuusimamia, lakini kuna shughuli ya kuupeleka
Kuupeleka. Mwambie kuupeleka. Kuupeleka. Uelekeo. Uelekeo. Uliosikia kutoka kwa Bwana. Uliosikia kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ananielewa hadi hapo? Amen. Kama unanielewa piga kigelegele. Haleluya. Kwa mwaka kama mwaka, kwa mfano kila mwaka kuna Januari 1, Januari 2, Januari 3, 4, 5, 6. Hakibadiliki kitu, si ndio? Baada ya Januari inakuja Februari, Machi. Inaenda mpaka lini? Disemba. Hapo tunasema tumeuona mwaka mpya. Nisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ulishike lile ambalo Bwana amekuambia. Amen. Amen. Haleluya. Mwaka jana tulisema neema na utukufu. Isipokuwa umekamata hiyo, hautaiona. Kwa sababu haitatokea kwa sababu tu imesemwa. Itatokea kwa sababu umelishikilia na kuliona. Mwaka huu tumesema wa kuthibitishwa na Bwana. Lazima ushikilie hicho kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Upigane vita vya imani kwa ajili ya hicho kitu. La sivyo hakitatokea chochote. Kuna mtu ananisikia vizuri hapa? Haleluya. Kama unanisikia piga kelele kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Sema lazima nishikilie. Lazima nishikilie. Kwa mwanzo wa mwaka nimekwambia kuna shughuli nyingi zinaendelea. Hata saa hizi kuna watu wanatoa kafara. Wanaandaa mwaka wao katika roho. Kuna watu wanatengeneza misingi fulani. Kuna watu wanapanda mbegu katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanajikinai miili yao kufunga. Wanajikinai vitu fulani. Wanatesa miili yao ili mwaka uwe sawasawa na vile ambavyo Bwana amewapa kuambia. Unanisikia vizuri Bwana? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nataka tuyapitie haraka haraka. Na mimi ninaweza tukapitia mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, kaa katika uwepo wa Bwana. Mwambie jirani yako kaa katika uwepo wa Bwana. Kaa katika uwepo wa Bwana. Muangalie usoni. Mwambie usikae katika vijiwe. Usikae katika vijiwe. Na siku hizi kuna vijiwe vingi. Mtu anaweza kaingia kwenye mitandao akawa anasoma comments za watu tu. Muda mrefu. Ni kijiwe hicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako usikae kwenye vijiwe. Usikae kwenye vijiwe. Kaa katika uwepo wa Bwana. Kaa katika uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kaa katika uwepo wa Bwana. Kwa sababu asili yako wewe ni Bwana. Chanzo chako wewe ni Bwana. Nguvu zako wewe ni Bwana. Unganika naye wakati wote. Mwambie jirani yako unganika naye wakati wote. Unganika naye wakati wote. Stay connected to him wakati wote. Zaburi 84 mstari wa 4 mpaka wa 7. Zaburi 84 mstari wa 4 mpaka wa 7. Neno la Mungu linasema, Zaburi 84 mstari wa 4 mpaka wa 7 anasema, heri wakao nyumbani mwako. Heri wakaao nyumbani mwako, wanakuhimidi daima. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendazo Sayuni zimo moyoni mwake. Wakipita kati ya bonde la vilio, ulifanya kuwa chemchem. Na mvua ya uvuli huvika baraka. Huendelea toka nguvu hata nguvu, huonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Okay, tusome wote kwa pamoja. Najua wengi hamjasikia. Turudie tena. Naomba kwa kila mtu na some anasema heri. Aha. Uendelea toka nguvu hata nguvu, huonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Kwa sema heri wanaokaa nyumbani mwa Bwana. Haleluya, vigelegele kwa wale wanaokaa nyumbani. Mwambie jirani yako usiwe mtoro. Usiwe mtoro. Usitoroke nyumbani. Usitoroke nyumbani. Anasema heri wakao nyumbani mwa Bwana, wanakuhimidi. Hebu sema wanamuhimidi Bwana. Wanamuhimidi Bwana.
Haleluya. Anasema wanakuhimidi daima, kwa sababu huwezi ukaa nyumbani mwa Bwana ukakaa kiasaa. Anasema wanakuhimidi daima, kila wakati sifa za Bwana zi kinywani mwao. Haleluya. Kila wakati utukufu wa Bwana unaendelea. Haleluya. Bwana Yesu. Haleluya. Ni tofauti na wanaokaa kwenye comments. Unaweza ukaanza kufyonza tu kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaanza kukasirikia watu, huyu ana akili gani huyu? Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amebarikiwa. Amebarikiwa anayekaa nyumbani mwa Bwana. Sema tena nimebarikiwa. Ninayekaa nyumbani mwa Bwana. Na nyumbani mwa Bwana nimekwambia ni uwepo wa Bwana. Kwa heri wanaokaa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wanakuhimidi daima. Na sio hivyo tu. Hapa anaanza kusema heri ambaye nguvu zake zinatoka kwako. Sema nguvu zangu zinatoka kwa Bwana. Nguvu zangu zinatoka kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu. Sema tena nguvu zangu zinatoka kwa Bwana. Nguvu zangu zinatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na njia ziendazo Sayuni zimo moyoni mwake. Maana yake njia za uzima. Hebu sema njia ya uzima. Njia ya uzima iko ndani yangu. Iko ndani yangu. Sema tena njia ya uzima. Njia ya uzima iko ndani yangu. Iko ndani yangu. Oh, kuna mtu amshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwambie nimegundua siri. Nimegundua siri ya kushinda daima. Ya kushinda daima. Nimegundua siri ya kufanikiwa wakati wote. Anasema heri wakao nyumbani mwa Bwana. Maana nikiwa kazini, pamoja niko kazini, lakini nimeunganika na Bwana. Ninakaa katika uwepo wa Bwana. Niko njiani naenda sehemu fulani, nimeunganika na uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba anasema heri ambaye nguvu zake zatoka kwa Bwana. Halafu mstari unaofuata anasema wakipita katika bonde la vilio. Sema bonde la vilio. Bonde la vilio. Haijalishi wanapitia wapi, haijalishi nini kinatokea. Anasema hao watu wakipita katika bonde la vilio hulifanya kuwa chemchem. Haleluya. Haleluya. Hebu sema wakipita katika bonde la vilio. Wakipita katika bonde hulifanya kuwa chemchem. Hulifanya kuwa chemchem. Haleluya. Sema nikipita katika bonde la vilio linakuwa ni chemchem. Linakuwa ni chemchem. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Kwa haijalishi nini kinaendelea. Hebu sema haijalishi nini kinaendelea katika maisha yangu. Haijalishi nini kinaendelea. Mimi ndio natawala mazingira yangu. Ndio natawala mazingira. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Wow, haleluya. Anasema naam, mvua ya vuli hulivika baraka. Huendelea toka nguvu hata nguvu. Sema naendelea. Naendelea. Toka nguvu. Toka nguvu. Hata nguvu. Hata nguvu. Unajua ushawahi kusikia anasema yani mimi Bwana naona ile jambo nimeishiwa nguvu kabisa. Kataa hiyo na. Amen. Na ni kwa sababu haujaunganika na Bwana. Haujakaa katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ukiwa umeunganika naye, Biblia inasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako nini? Ni chache. Lakini ukiwa nguvu zako zinatoka kwa Bwana, maana yake sio chache tena. Haleluya. Sema nguvu zangu zinatoka kwa Bwana. Sio chache. Sio kidogo. Ninazo za kutosha. Ninazo za kutosha. Amen. Kuna mtu ananisikiliza vizuri hapa. Hebu mpigie tena Bwana kigelegele cha shangwe, shangwe, shangwe. Keria bazutaka. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Kwa hiyo kaa nyumbani mwa Bwana. Kaa katika uwepo wa Bwana. Zaburi 91. Mstari ule wa kwanza. Zaburi 91. Mstari wa kwanza. Anasema aketie mahali pasiri pake aliye juu. Somea hapo. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000
waanguka ubavuni pako. Naam, 10,000 mkono wako wa kuume. Hata hivyo hautakukaribia wewe, ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema aketie mahali pasili pake aliye juu atakaa katika uvuli wake nani? Mwenyezi. Hebu sema uvuli wa Mwenyezi. Uvuli wa Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Maana chini ya uangalizi wa Mwenyezi. Anasema aketie. Sema tena aketie. Aketie. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Na anasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu, Mungu wangu ninayemtumaini. Anaelezea pale, sitaogopa, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana, wala uwele upitao asubuhi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kigezo ni kwamba amefanyaje? Aketie. Amen. Hallelujah. Unajua kwa roho Bwana nikaamua kuangalia zaidi nini maana ya aketie. Na nikaangalia Biblia ya Kiebrania. Neno aketie ni neno ya ushabu. Hebu sema ya ushabu. Ya ushabu. Na kufundisha Kiebrania nasema ya ushabu. Ya ushabu. Shalom. Shalom. Ya ushabu. Ya ushabu. Ndio tunajifunza Kiebrania. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ya ushabu maana yake sio tu kwamba mtu aliyeketi au mtu aliyechoka kusimama, ila ya ushabu inaongelea ni kwamba mtu anayeketi katika kiti na kutoa hukumu. Hebu sema mtu anayeketi katika kiti. Mtu anayeketi katika kiti na kutoa hukumu. Na kutoa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu. Yaani huyu mtu anakuwa kama judge. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama mfalme anatoa hukumu, anatamka vitu ambavyo vinaathiri maisha yake. Kwa anasema aketie. Ndio maana utaelewa katika ile Waefeso 2 mstari ule wa 6. Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 6. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Hebu tusome hapo kwa pamoja. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. No, anasema alitufufua pamoja naye. Sio hivyo tu, akatuketisha. Sema nimeketi pamoja naye. Nimeketi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika ulimwengu wa roho sisi tumekaa pamoja naye. Na kukaa sio kwa sababu hatuwezi kusimama. Haleluya. Tumeketi kwa ajili. Ngoja nikueleze hiki. Biblia inasema hivi, Yesu Kristo ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana hasa kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, maana yake yeye ndiye mtendaji mkuu wa kila kitu. Amen. Sema mtendaji mkuu. Mtendaji mkuu. Msimamizi wa kila kitu. Msimamizi wa kila kitu. Kwa ameketi pale, anamiliki na kutawala kutoka pale, ana hukumu kutoka pale. Na sisi tumeketi mahali pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ametufufua, ametuketisha mahali pale. Na pale ambapo walipo, Biblia inasema ni juu sana kuliko ufalme wote, kuliko mamlaka zote, kuliko nguvu zote, kuliko kila jina litwajalo katika ulimwengu hata ule ujao pia. Ndipo ambapo tumewekwa. Kwa mamlaka iliyopo pale, hukumu inayotoka pale ina uwezo wa kuathiri kitu chochote, kwa sababu iko juu kuliko vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui kuna mtu ananielewa hapa. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa anasema aketie katika uvuli wa Mwenyezi atakaa. Aketie mahali pasili pake yeye aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Alafu anasema nitasema, kwa sababu ukishaketi naye hakuna tena kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa amri ya kufanyaje? Ya kusema. Ushawahi kusikia jaji anasema nakuomba mtuhumiwa? Umewahi kusikia jaji anasema hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitasema, maana nitaongea kutoka katika mamlaka ya hiyo kiti. Haleluya. Kuna mtu ananisikia vizuri hapa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Daudi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wake na kutafakari hekaluni mwake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Anasema mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri. Anasema Bwana atanisitiri. Atamsitiri kwa namna gani? Zaburi 118. Jina la Bwana libarikiwe. Heri ya 2026 thibitishwa. Zaburi 118 mstari ule wa 11 mpaka wa 14. Anasema hivi, walinizunguka. Naam, walinizunguka kwa jina la Bwana na aliwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto wa mibani. Kwa jina la Bwana na aliwakatilia mbali. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema walinizunguka. Haleluya. Walinizunguka, lakini kwa jina la Bwana naliwafanyaje? Naliwakatilia mbali. Anasema walinizunguka kama nyuki, lakini walizimika kama moto wa nini? Wa mibani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Bwana naliwafanyaje? Naliwakatilia mbali. Kwa Daudi anachokisema kwamba nataka nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Neno moja nimeitaka kwa Bwana, na kwamba nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wake na kutafakari hekaluni mwake. Anasema mradi atanisitiri bandani siku ya mabaya. Kuna siku ambayo ubaya huo unakuja. Kuna siku ambayo ni siku ya uovu. Lakini siku hiyo msaada wetu katika Bwana. Msaada wetu katika mtembeo wa kuunganika na yeye mara zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema walinizunguka, lakini kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Anasema hivi, ulinisukuma sana nianguke, lakini Bwana akafanyaje? Akanisaidia. Anasema Bwana akafanyaje? Akanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wanaupenda sana huo mstari. Anasema ulinizunguka, walinisukuma sana, walinisukuma nianguke pu. Bwana akanisaidia. Lakini hawaelewi namna ambayo Mungu anasaidia. Juu pale anasema walinizunguka, lakini kwa jina la Bwana naliwafanyaje? Naliwakatilia mbali. Sema Bwana amenisaidia. Bwana amenisaidia. Haleluya. Sema tena Bwana amenisaidia. Bwana amenisaidia. Amenipa jina linalopita majina yote. Kwa hakuna msaada mwingine. Biblia inasema, Petro anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa sababu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jina jingine walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa isipokuwa jina la nani? La Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Daudi anaongea, anaelezea jinsi ambavyo alikuwa anashinda vita zake. Kabla ya kwenda kupigana kimwili, alikuwa anawakatilia mbali kwa jina la Bwana. Anamwambia Goliath, unanijia mimi na fimbo, mimi sipigwi na fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanijia mimi na mkuki, si shindani na mkuki. Kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu aliyemtukana. Haleluya. Anambia ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Alipoomba namna hii, vita ilikuwa imeisha. Mwambie jirani yako, vita ilikuwa imeisha. Sema tena, vita ilikuwa imeisha. Vita ilikuwa imeisha. Kwa nini? Alielewa kadri anavyokaa na Bwana ndipo anaunganika na anakuwa sio tu muongeaji. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa mhukumu. Lile analolisema linatokea. Kuna mtu ananisikia vizuri hapa? Bwana Yesu asifiwe. Lile analolisema linatokea. Bwana Yesu asifiwe. Lile analolitamka linatokea. Siku moja hali imekuwa mbaya. Mwanae anataka kuchukua kiti cha ufalme. Kwa Daudi aliposikia ya kwamba Absalom amekusanyika na watu zaidi ya 300 wanakuja ikulu, akaamua akimbie yeye na baadhi ya watu wake muhimu. Na sio hivyo tu, kulikuwa kuna watu muhimu wa Daudi wakawa wameungana
na Absalom. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Ahithofeli. Hebu sema Ahithofeli. Ahithofeli. Jina lenyewe linatisha tayari. Ahithofeli. Sasa huyu jamaa sifa yake, Biblia inasema ulikuwa ukikutana naye akikwambia neno ni kama Mungu amekwambia. Alikuwa akisema jambo kwamba litakuwa hivi, lazima liwe hivi. Kwa hiyo wakamwambia Daudi wakati wanakimbia, Daudi, hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya kivipi tena? Ahithofeli hayupo nasi, amejiunga kule. Hebu sema yaani unakimbia shida, lakini unaambiwa shida imeongezeka. Yaani habari mbaya zaidi imekuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nampenda Daudi, alitambua yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, Mungu nakuomba, geuza shauri la Ahithofeli kuwa ni upumbavu. Akaomba hayo maneno. Nisikilize vizuri. Haleluya. Ahithofeli alikuwa anaongea kwa niaba ya Bwana. Alikuwa ni kinywa cha Bwana, lakini mafuta yalikuwa juu ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Upako ulikuwa juu ya Daudi. Neema ilikuwa juu ya Daudi. Kwa aliposema hivyo kwa mara ya kwanza, Ahithofeli akatoa ushauri. Akamwambia, mnataka tumalize hivi vita na Daudi tummalize kabisa, tufanye hivi na hivi. Hajawahi kupingwa maisha yake yote. Lakini wakamwambia, Bwana, ushauri wako wa leo amna, ni wa kipuuzi. Huu ushauri kampe nani? Lakini huu ushauri haufai. Bwana Yesu asifiwe. Ahithofeli, na nisikilize, ule ushauri ungefuatwa, Daudi angemalizwa. Lakini kuna namna ambayo Mungu anafanya. Hebu sema, kuna namna ambayo Mungu anafanya. Kuna namna Mungu. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hakuondoa neno lake kwa Ahithofeli, kwa sababu anasema karama zangu hazina majuto wala mwito wake. Maana Mungu akishakupa haunyang'anyi. Kwa akamwachia ile ile kusikia kwa Bwana, akasikia vizuri na lile neno lilikuwa sahihi. Lakini Mungu akaondoa ushawishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliomsikiliza hawakumuelewa tena. Watu waliomsikiliza kaona huu ni upuuzi, hatutafanya. Biblia inasema hawakufanya vile ambavyo alitaka wafanye. Ahithofeli akaenda kajiua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushaona kiburi cha hali ya juu? Yaani unakataa kunisikiliza mimi? Kuna haja gani ya kuishi? Akaenda akajiua. Lakini hiyo sio story. Story ni kwamba Daudi pamoja alielewa ya kwamba yule jamaa ana neno la Bwana, lakini aliomba. Alisimama kama jaji, akahukumu kesi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Umeketishwa pamoja na Kristo sio bure. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unakuletea taarifa mbaya kwamba hali ndio imezidi kuwa mbaya, usizime na wewe. Naomba mnipepe. Sasa tukupepelee tena wewe. Hewa huko ndani haitoshi. Come on. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Walipoleta hiyo taarifa kwa Daudi, walijua hali itakuwa mbaya zaidi. Wakamwambia labda Daudi hamia nchi nyingine kabisa. Lakini Daudi aliomba, alitamka maneno machache na yakawa. Amen. Alitamka maneno machache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena, alitamka maneno machache na ikawa. Watakwambia mashamba yamevamiwa na kitu fulani, kuna jambo fulani limetokea, ambao wanakuletea taarifa mbaya sana. Usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haimaanishi kwamba hapo ndio imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bado tunalo neno. Hebu sema, bado ninalo neno. Bado ninalo neno. Kana mazikataka. Sema, ninalo neno. Ninalo neno. Shando za kabradia. Sema tena, ninalo neno. Lililo imara sana. Neno la unabii lililo imara sana. Huu ni mwaka wangu wa kuthibitishwa. Keti ya masukaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Sema ninalo neno ndani yangu. Ninalo neno ndani. Arando zika bradahast. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nasema kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Kwa jina la Bwana ninakatilia mbali. Kwa jina la Bwana rano zekidaba. Jeziba anto zikataka. Oh, asante Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ananisikia vizuri hapo? Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari ule wa 18. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari ule wa 18. Anasema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hili. Somea. Mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ninakukabidhi agizo hili. Anasema kwa ajili ya maneno ya unabii. Hebu sema maneno ya unabii. Maneno ya unabii. Mwambie jirani yako maneno ya unabii. Maneno ya unabii. Haleluya. Tumetamka hapa maneno ya unabii mwanzo wa mwaka. Kwenye mkesha tumetamka, asubuhi tukatamka matendo makuu, maajabu yasiyohesabika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumetamka haya. Anasema hili ni agizo na mimi nakupa agizo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ya unabii, kwa maneno haya ya unabii yaliyotamkwa juu yako, ukapigane vita vya nini? Vya imani. Hebu sema nikapigane vita vya imani. Nikapigane vita vya imani. Maana yake usiruhusu chochote kile ambacho kiko tofauti na imani yako ukakiruhusu kiendelee katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unalo neno la unabii. Hebu sema ninalo neno la unabii. Ninalo neno la unabii. Sema tena ninalo neno la unabii. Ninalo neno la unabii. Katika jina la Yesu Kristo. Sema tena ninalo neno la unabii. Katika jina la Yesu Kristo. Sitarudi nyuma. Katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kushindwa. Ninalo neno la unabii lililotamkwa juu yangu, na neno la Bwana haliwezi kushindwa. Mbingu zitapita, nchi itapita, lakini neno la Bwana linadumu hata milele. Katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kana mazika. Kuna vitu viwili katika kupigana vita. Cha kwanza kuna hilo neno la unabii. Hebu sema neno la unabii. Neno la unabii. Kitabu kile cha Petro pia anaongea kwa habari hiyo. Tena nimeanza kutajia hapo. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 19. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 19. Haleluya. Anasema hivi. Waraka wa pili wa Petro, tusomea. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi niko na watu hapa kweli? Haleluya. Mpo nyie watu kweli hapa ambao mna neno la unabii? Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Hebu sema lililo imara. Lililo imara. Maana yake halibadiliki. Amen. Maana yake halitanguki. Anasema tuna neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia. Mwambie jirani yako liangalie. Liangalie. Mwambie tena liangalie. Liangalie. Usiangalie nini kinaendelea, liangalie lile neno. Liangalie neno. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho anachosema. Anasema ambalo mkiliangalia mnafanya vema. Bwana ameniambia hivi. Lakini hiki ndicho kinachotokea. Siangalii kinachotokea. Ninaangalia kile ambacho Bwana ameniambia. Bwana Yesu asifiwe. Ninaangalia kile ambacho Bwana amesema.
Anasema mkiliangalia kama taa ing'aayo penye giza. Oh, mantoza kataka liba la hazotoa. Sema kama taa ing'aayo kwenye giza. 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 Giza litakuwa nene mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wa ulimwengu giza litakuwa nene, lakini sisi tunalo neno ambao tutaliangalia kama taa. Wakati wengine wako gizani, sisi hatutatembea gizani. Tunao lile neno, tunajua nini Bwana anafanya kwenye maisha yetu mwaka huu. Haleluya. Tunajua nini kinaendelea kwetu mwaka huu. Wakati wengine wanajikwaa, wengine wanajigonga, tunalo neno la unabii linalong'ala kama taa. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ananisikia vizuri hapa? Mwambie hata iweje, nitatenda mambo makuu, mambo ya ajabu yasiyohesabika. Haleluya. Haleluya. Mando zakata kaya sika. Anasema mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa nimekuambia jambo la kwanza katika vita, kuna lile neno la unabii lilotamkwa juu yako, lile neno la unabii liloambiwa juu yako, lile neno la unabii ulilolipokea. Jondelikataka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 17. Jambo la pili ni neno la Mungu. Hebu sema neno la Mungu. Neno la Mungu. Mwambie tena jirani yako neno la Mungu. Neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ambao ni logos hili liloko kwenye Biblia linasema nini juu yako? Linaongea nini juu yako? Waefeso 6:17. Anasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Mwambie tena jirani yako ipokee chapeo ya wokovu. Ipokee chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Ambao ni neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utapigana vita vya imani. Utahakikisha mwaka unaenda uelekeo ambao Bwana amesema. Hautaruhusu vitu vyovyote vikutoe katika yale ambayo Bwana amesema juu yako. Hautaruhusu hali yoyote ile iende tofauti. Jina la Yesu ni ngome imara. Haleluya. Wenye haki hujificha wakawa salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Oh, kuna mtu ananisikia vizuri? Haleluya. Sema ninashinda. Kila namna itakayokuja mbele yangu. Sema tena nimeshinda kila namna, kila upinzani, kila hila, kila mbinu ya ule mwovu itakayoinuka kinyume nami. Nimeshinda kwa sababu ninatokana na Mungu. Oh, sema tena ninatokana na Mungu, na aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Najua hapo unapigana vita vya imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na unapigana vita kupitia neno la Mungu. Upanga wa Roho. Unatoa upanga wako. Haleluya. Upanga wa Roho. Keria mazutaka. Zobradija bahazata. Haleluya. Sema upanga wa Roho. Upanga wa Roho. Sema tena upanga wa Roho. Upanga wa Roho. Glory to God. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Upanga wa Roho. Nataka nikuelezee kitu lakini kitakuwa kigumu. Roho wa Bwana ni mwema. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena upanga wa Roho. Upanga wa Roho. Unajua malaika nguvu yao iko katika upanga walionao. Na ule upanga huwa unawezeshwa na lile neno ambalo Bwana anawaambia. Biblia inasema hawa sio roho wahudumu waliotumwa kuwahudumu watakatifu. Kwa wanapotumwa kwa hudumu watakatifu huwa wanapewa lile neno. Na lile neno linakuwa kama upanga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunao upanga wetu. Hebu sema na mimi ninao upanga wangu. Na mimi ninao. Oh, sema tena na mimi ninao upanga wangu. Neno la Mungu. Haleluya. Haleluya.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Zadula bahatekea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa jambo la kwanza nimekwambia kaa. Mwambie jirani yako kaa katika uwepo wa Bwana. Usitoke. Unajua mtu anaweza akatoka kwa maana ya kutokuwa na ufahamu wa kwamba yupo katika uwepo wa Bwana, akaruhusu mambo ya ulimwengu huu yamchanganye, akaruhusu mambo ya ulimwengu huu yachukue nafasi, shida na dhiki za ulimwengu huu zimdanganye. Na ndicho anachokitaka adui. Mara nyingi analeta mambo kuchanganya, uone hata kama hivi leo Jumapili, juma ngapi, hata kama leo ni siku ya Bwana ukumbuki, mambo yamezidi. Ukishaona imefika hapo ni taa nyekundu. Amen. Leo Jumapili na hapo ni saa 6 mchana tunakumbuka. Hapo ni taa nyekundu, peleka gari garage. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jambo la pili. Ya kwanza nimekwambia kaa katika uwepo wa Bwana. Jambo la pili, kuwa macho. Mwambie jirani yako uwe macho. Uwe macho. Hakuna wakati ambao ni muhimu sana wa kuwa alert katika ulimwengu wa roho kama huu. Kuwa macho. Kuwa macho. Unapoandaa mwaka, unapopiga tathmini za mwaka uliopita, unapoangalia mwaka uliopita ulikuwaje, unaona kuna maeneo ulifanya vizuri, unaona kuna maeneo hukufanya vizuri, unaona kuna maeneo ambayo yanahitaji nguvu zaidi, kuna maeneo yanahitaji mabadiliko, kuna maeneo yanahitaji uwezesho. Kwa hiyo unakuwa macho, kwa sababu kama adui hakupata katika hayo maeneo mwaka jana, mwaka huu anaweza kayatumia haya. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho wa Mungu ni mwaminifu, anakupa kuyaona. Hebu sema ananipa kuyaona. Ananipa kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako uwe macho. Uwe macho. Hallelujah. Chukua muda kukaa na Bwana, lakini pia chukua muda, hakikisha uko macho. Ufunuo sura ya 3 mstari ule wa 2. Ufunuo 3 mstari ule wa 2. Kanoza balagati. Roho Bwana yuko mahali hapa. Anasema hivi, uwe mwenye kukesha. Uwe mwenye kukesha. Ukayaimarishe mambo yaliyosalia. Yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema uwe mwenye kukesha. Neno kukesha pale sio kwamba uwe macho usiku kucha siku zote hizi, hapana. Anasema be watchful. Maana yake uwe macho. Uwe unaangalia maisha yako. Uwe unaangalia vile unavyoenenda. Uwe unaangalia namna zako. Anasema ukayaimarishe. Mwambie jirani yako ukayaimarishe mambo yaliyosalia. Ambayo yanataka ufanyeje? Yanataka kufa. Unaangalia namna ulivyokuwa unafanya katika ufalme mwaka jana. Unaona kabisa hapa hali ilikuwa ni mbaya. Tia maji, tia maji. Yaimarisha hayo mambo. Weka nguvu katika hayo mambo. Kuwa macho uyaone hayo mambo na uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Januari ni wakati wa kujijenga, ni wakati wa kujipangilia vizuri kwa ajili ya safari ya mwaka mzima. Kwa uwe macho. Kedebira bahaza tai. Mwambie tena jirani yako, mwambie jirani uwe macho. Jirani uwe macho. Mwambie tena uwe macho. Uwe macho. Kama kuna sehemu ulisinzia, shetani akafanya vitu, mwaka uwe macho. Imarisha hayo maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imarisha hayo maeneo. Unazika baragada hazea. Edeli ya bando zika. Unachukua nafasi, unaanza kufunga. Unajifungia ndani yako, unaanza kusema mwaka huu haitakuwa kama mwaka jana. Katika jina la Yesu Kristo. Sitazembea katika hili jambo. Sitapoteza muda katika hiki kitu. Katika jina la Yesu Kristo. Hiyo namna ambayo ilikuwa inanizuia, hiyo namna ambayo ilikuwa inanichelewesha, haitonishikilia tena. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako uimarishe mambo yaliyosalia. Anasema kwa sababu sikuona ya kwamba matendo yako yametimilika mbele za Mungu. Matendo yale sio tu kwamba ni dhambi.
lakini ni namna ambavyo unamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi wako mbele za Mungu, namna unavyofanya kazi ya Bwana, namna unavyohusika katika ufalme, uwe macho ukayaimarisha. Uwe macho ukayaimarisha yale mambo yaliyosalia ambayo yanataka kufa. Paulo Petro anasema katika kile kitabu cha waraka wa Petro sura ya kwanza, waraka wa kwanza Petro sura ya 5 mstari ule wa 8. Asante Roho Bwana. Anasema muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Mwambie jirani yako uwe na kiasi. Uwe na kiasi. Unaweza kuwa kanisani lakini umeshamezwa. Vitu fulani vimeshamezwa. Ulikuwa unashuhudia sana injili, siku hizi ushuhudii. Ushuhudia wako umefanyaje? Umemezwa. Tunasema muwe na kiasi na kukesha. Kuwa macho. Angalia. Bwana Yesu asifiwe. Imarisha yale yaliyosalia. Naona moto wa Roho Mtakatifu kwa hapa. Haleluya. Mwambie tena jirani yako imarisha. Imarisha. Shetani yupo, anasema kama simba unguruma, anazunguka huku na huku akitafuta mtu amfanyeje? Ameze. Haleluya. Sema hata nimeza. Nitakuwa macho. Nitakuwa na kiasi. Nitakuwa na kesha. Nitakuwa macho. Kuangalia. Kulinda. Unajua utakapoanza kuchukua hatua katika ile Habakuki sura ya 2 mstari wa 1, tuangalia alafu tunamalizia. Habakuki sura ya 2 mstari wa 1. Baada ya kutoka kitabu cha Ufunuo unaingia tu Habakuki, wala usipateshe. Kwa Ufunuo ingia kitabu kinachofuata Habakuki. Habakuki sura ya 2. Habakuki sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia, na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko hapa mtu wa Mungu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tusome tena. Anasema mimi nitasimama katika zamu yangu. Anasema nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia, na jinsi nitakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Anasema nitajiweka juu ya nini? Ya mnara. Mnara ulikuwa ni kwa ajili ya walinzi nyakati hizo. Anasema nitakuwa naangalia, maana nitakuwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitakuwa naangalia mambo yanavyoenda, alafu nitasikiliza nione atakaloniambia. Utakapochukua hatua ya kuwa macho, kuangalia maisha yako, Roho Mtakatifu ataanza kukuelekeza namna gani ya kufanya maboresho. Atakuonyesha jambo moja baada ya jingine, namna gani unavyoweza ukajijenga kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ulikuwa ukosi ibada, lakini ghafla simba kaja akameza ibada ndani yako. Upo tu, wala huoni shida, upo tu. Ukiulizwa hata kwa nini hauji ibada, yani hata sielewi. Sasa uelewe, yuko simba. Amen. Haleluya. Haleluya. Ulikuwa una bidii mwenyewe ya kuomba, lakini mwaka jana ilipofika muda fulani kuomba kukawa kumepungua. Kama sio kuisha, lazima kupungua kwa sababu imetoka kiwango kile ulichokuwa. Lakini kama kuomba kumeisha, wewe mwenyewe unaomba unabaki Mungu anajua yote. Yaani unaomba ndani yako mwenyewe unajua kabisa hapa kuomba. Baba tunakushukuru. Imarisha. Amen. Haleluya. Baba naona moto wa Roho Mtakatifu kwa hapa. Tusimame. Tuanze kumshukuru Mungu. Oh, thank you Jesus.
chaji ya Roho Mtakatifu. Na usikia moto sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Shataka ya masuka ramazuka taka. Kama unahisi kuna sehemu yote unahitaji kuimarisha, kuna neema wakati huu, anza kuomba. Tunakumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kuambia na kukumbusha haya mambo. Mshukuru Mungu